Maelfu ya watu wameanza kukimbia kutoka Tehran na miji mingine mikuu nchini Iran kwa mujibu wa vyombo vya habari vya nchi hiyo. Hatua hiyo inakuja wakati Iran na Israel zikiendelea kushambuliana kwa makombora licha ya Rais wa Marekani Donald Trump kuitaka Iran ijisalimishe mara moja bila masharti. Jeshi la Israel limeripoti siku ya Jumatano Juni 18 mwaka 2025 kwamba mafungu mawili ya makombora kutoka Iran yalirushwa kuelekea Israel katika saa 2 za mwanzo za alfajiri ya leo. Mlipuko ulisikika juu ya anga la Tel Aviv nchini Israel. Israel iliwataka wakazi wa maeneo ya kusini magharibi mwa Tehran wahame haraka ili kuruhusu mashambulizi ya anga dhidi ya kambi za kijeshi za Iran. Maelfu ya watu wameonekana wakikimbia kutoka mji mkuu na miji mingine mikubwa, huku barabara zikifurika magari na baadhi ya njia kufungwa, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya nchini Iran. Shirika la habari la Mehr, ambalo kwa sehemu kubwa ni la serikali, limearifu kwamba kulitokea mapigano kati ya vikosi vya usalama na watu wasiojulikana wenye silaha katika jiji la Rey, kusini mwa Tehran, na kuongeza kuwa washambuliaji hao huenda wana uhusiano na Israel na walikuwa na lengo la kufanya mashambulizi ya kigaidi katika maeneo yenye watu wengi. Tovuti za habari za Iran zinaripoti kuwa Israel ilikuwa inashambulia chuo kikuu kinachohusishwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu mashariki mwa Iran. Pia kituo cha makombora ya masafa marefu cha Khojil kilichopo karibu na Tehran, ambacho pia kililengwa na mashambulizi ya Israel mwezi uliopita. Kutokana na mzozo ambao unaendelea nchini Iran, uhasama ambao unaendelea kati ya Iran na Israel, maoni ya wadau yamekuwa ni mengi sana, lakini kwa uchache ngoja nipite na maoni ya wadau hawa kama ifuatavyo. Huyu wa kwanza anasema Israel anaomba msaada US kwa lugha nyepesi. Inaweza kueleza hivi: Israel na US wanatumia propaganda ku-intimidate serikali ya Iran, lakini safari hii watakwama. Huyu yeye anasema hivyo. Huyu mwingine anasema ukifuatilia habari za Instagram, Facebook, TikTok unaweza dhani Iran anapigwa, njoo kwenye live utapata uelewa anachokipitia huyu mzayuni. Huyu mwingine anasema habari za ziara ya mama zimeisha, nadhani hajamaliza kuzindua daraja la JPM, mngejikita zaidi huku kwingine mngepoteza tu na wala tusingeshangaa. Sawa, huyu yeye anasema tufocus na habari za ziara mama Samia kanda ya Ziwa. Huyu mwingine anasema propaganda hizi inaeleweka, nani anachapika sana zaidi ya mwenzie. Huyu mwingine anasema na Iran anaishambulia Israel 50 kwa 50. Huyu mwingine anasema wanashambuliana tunaona bana. Sawa. Huyu mwingine anasema acha watu wakimbie maana wanaujua moto wa Israel. Yaani hata Marekani mwenyewe ajichanganye naye atapigika vile vile, japo mnaona yeye ndio anatoa misaada, ana nguvu kubwa. Israel ina nguvu nyingine tofauti ambayo sio ya kawaida. Sawa. Huyu mwingine anasema hii ndio Israel nayojua mimi, alishindana na Mungu na wanadamu, naye aliitwa tena Yakobo bali Israel. Kwako uganga hautaweza, nisafishie na nuclear fake dunia ipate amani. Sawa. Maoni ni mengi sana kutokana na mzozo ambao unaendelea kati ya Israel na Iran, kwamba Israel yazidi kuishambulia Iran, Trump ataka Iran ijisalimishe. Nini maoni yako? Nione kwenye comment hapo chini, itakuwa swadakta sana. Hii ni VOT updates, wakati wote sisi tumechangamka.